Lakini usinidanganye. Niambie ukweli. Bana mimi nina mke. Hata kama ninapokuepo na wewe kwenye mahusiano najua niko na mwanaume wa mtu. Tahadhari inakuepo. Unaona? Uongo sipendi. Ukinidanganya na kudanganya. Usiponidanganya sikudanganya. Iko hivyo. Ukijikuta mjanja. Mwenyewe pale pale nagongelea msumari. Sio kila mwanamke anapenda uongo. Hapana. Mwingine ukimwambia ukweli analidhika. Hata ile shauku ya kutaka kuchunguza inapungua. Yaani unakuta mwanaume anadanganya sana. Mwanamke anamuuliza, "Una mke?" "Sina." "Una mtoto?" "Sina." Kwa siku kadri siku zinavyozidi kwenda anakuonesha mambo hadharani. Nakumbuka nilikuwa nimeenda Geita kumsalimia kakaangu. Wakati nipo kwenye harakati zangu sasa za kuzunguka mizunguko hapa na pale, nikabana nimemuona huyo kaka. Alikuwa na kodi zangu bana. Kodi. Au vitu vyangu, alikuwa na vitu vyangu. Kwangu mimi kama Shamila, nikimwona mkaka ambao ni mrefu, aidha mweupe au mweusi. Afu mwembamba. Napagawa. Kweli. Hizo ndo kodi zako. Ndo vitu vyangu. Lakini ujasiri wa kumfuata sina. Shout out to PTV Ausobana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Yes, bwana, mbele yako ni mrembo Shami kama mnavyomuona akiwa ametulia na amependeza kweli kweli. Nimefika hapa nipige naye story kwa sababu ana story moja nzuri kweli kweli. Story inahusu alishawahi kumpenda mwanaume ama kijana, lakini Shami hakuvaa ujasiri wa kuweza kumfuata ama kumface ili kuzungumza naye chochote. Na kama unavyofahamu, kwa upande wa mwanamke inakuwaga ni ngumu sana kumfuata mwanaume na kuzungumza naye, kwa sababu mwanaume ni mtu ambaye anaweza kumtafakari mwanamke tofauti kwamba kwa nini huyu mwanamke amenifuata na kuniomba namba ya simu. Lakini kwa upande wa wanaume, sisi bwana ndo waga tunafuata wanawake na tunafanya nao story, tunazungumza nao, tunaeleza haja zetu. Sasa Shami alimpenda mwanaume ama kijana, lakini hakuvaa ujasiri wa kumfuata kuzungumza naye chochote kwamba nimekuelewa, naona kabisa wewe ndo kodi zangu ambazo wanataka. Sasa nikaona leo nipige naye story kidogo, na imani kabisa kuna wadada wengi walishawahi kupenda vijana ama wanaume, lakini kuvaa uhusika wa kuwafuata kuzungumza nao chochote inakuwaga ni ngumu. Kwa hiyo Shami atazungumza na sisi kwa mara ya kwanza kabisa, na imani kabisa kuna kitu utajifunza na utaandika comment hapo chini ili mambo mengine yaweze kwenda sawa. Shami huyu hapa anakwenda kuzungumza ndani ya PTV Tanzania. Shami, mambo? Poa. Uko fresh? Niko fresh kabisa. Sema waka. Asante. Shingapi umedondoka hapa? Bei tu ya kawaida. Ili hapa kwa kwetu kule ni 35. Ndio. Na kilemba? Kilemba 2500. Kweli. Kwa hiyo umevaa shingapi hapa? 35. Ngapi hapa? 7500. Kipochi bei ndogo sana. Hiki kipochi shingapi? 3500? Nikinunua 2000. Ndio. Natamani tuzungumze kuhusu historia yako. Uliniambia kwamba kuna mwanaume ulimpenda lakini hukuvaa ujasiri wa kuweza kumfuata ili kuweza kueleza hisia zako. Ilikuwaje na ilikuwa ni wapi? Nakumbuka nilikuwa nimeenda Geita kumsalimia kakaangu. Wakati nipo kwenye harakati zangu sasa za kuzunguka mizunguko hapa na pale, nikabana nimemuona huyo kaka. Alikuwa na kodi zangu bana. Kodi. Au vitu vyangu, alikuwa na vitu vyangu. Kwa nini ukimpenda mwanaume unapenda vitu gani? Kwangu mimi nikimpenda mwanaume, anakuwa na vitu fulani. Labda kwangu mimi kama Shamila, nikimwona mkaka ambao ni mrefu, aidha mweupe au mweusi. Afu mwembamba. Napagawa. Kweli. Hizo ndo kodi zako. Ndo vitu vyangu. Lakini ujasiri wa kumfuata sina. Sikuweza sisi wanawake watuko hivyo. Wanawake wengi
Mtu anaweza labda kana tembea huko kwa daladala wapi kazini, kuna mwanaume anampenda lakini kumwambia ni shida. Kwanza hata muda mwingine ikakujengea woga, unazidi kuogopa. Sila niliumia sana. Nilitamani labda hata tuseme ningemwona kesho yake, maybe ningejaribu. Kumfuata. Yes. Nimeona kesho yako ulipita tena mazingira hayo. Nilipita kesho yake ila sikumuona. Ningemwona ningemfuata. Kwa nini simfuate? Na ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2023. Wakati huo ulikuwa kwenye mahusiano na mtu mwingine ama ulikuwa bado ndio kwanza unatafuta mwanaume wa kuwa naye? Kipindi hicho nilikuwa nina kama miezi 4 sipo kwenye mahusiano. Umetendwa? Yes. Nikaa tu niko kipindi hicho siko kwenye mahusiano, nikamwona huyo mkaka, nikavutiwa naye, ikawa hivyo. Baada ya kumpoteza yule mwanaume ambaye ulimpenda lakini hukuweza kumfuata, ilichukua muda gani kumpata mwanaume mwingine? Sikukaa sana. Nikaa kama miezi 2 ndio nikampata mwanaume mwingine. Ilikuwaje kwanza? Yani alikuja mwenyewe ama ulimfuata mwenyewe ama baada ya kumuona ukaona zile kodi zake zile? Hapana, huyo hakuwa na vitu vyangu. Kwa kawaida tu, mfupi, ana hela. Si unajua tena? Ila hakuwa na vitu vyangu. Hadi kumtambulisha kwa watu unajua ukiwa na mtu ambaye ana vitu vyako, vitu unavyovitaka wewe, hata kwa marafiki unaona raha kumtambulisha. Bana umemwona shemeji yako? Hivyo. Lakini basi tu hivyo. Inaona kwamba unapoona rafiki yako hapende kukutambulisha mtu wake, mimi kwamba huyo mtu ni kweli. Yaani mfano mimi hapa nina mpenzi. Huyo mpenzi ni mrefu mwembamba. Yaani anavaa vizuri, nini ananukia. Si unajua tena ni rafiki yangu yote yule lazima amjue. Unatamba naye. Unatamba naye, hata dini yetu inasema mwanamke anayekuvutia. Kwa hata sisi kwangu mimi hiyo nilichukulia nitaolewa na mwanaume anayenivutia. Yes. Huyo ambaye ulikuwa naye, ulidumu naye kwa muda gani? Mwaka 1 na miezi 6. Kwa nini mliachana? Tuliachana kwa sababu yule pale alikuwa kashaoa. Afu mimi niko sijui kama kaoa. Nilikuja kujua mwishoni kabisa. Bwana mke na mtoto. Niliongea naye. Nikamwambia siwezi tena kuendeleza mapenzi na wewe. Mahusiano kati yangu mimi na wewe ndio mwisho basi. Sasa hivi niko single. Kwa hiyo alikuficha? Yes, alinificha sana. Maamuzi yako yalimuumiza kiasi gani baada ya kumwambia? Sidhani kama aliumia. Kwa hakuumia kwa sababu tayari anaye mke nyumbani, ana na watoto wake nyumbani. Kwa hiyo nahisi hakuumia sana. Kuumia na maanisha kwamba yale mapenzi uliyokuwa unampa. Angekuwa ananipenda basi angeniambia, angeniweka hata wazi. Bana Shamila mimi na mke na mtoto, angeniambia. Sio kila mwanamke anapenda uongo. Hapana. Mwingine ukimwambia ukweli analidhika. Hata ile shauku ya kutaka kuchunguza inapungua. Yaani unakuta mwanaume anadanganya sana. Mwanamke anamuuliza, "Una mke?" "Sina." "Una mtoto?" "Sina." Mwanamke tayari kashajua ukweli, kashajua kila kitu. Siku kadri siku zinavyozidi kwenda anakuonesha mambo hadharani. Bana una mke, una mtoto. Unabaki mwenyewe nje hapana. Muda mwingine unaweza kujuta kwa nini sikumwambia mapema. Mfano kama mimi, sipendi mwanaume anidanganye. Hata kama umemtaka rafiki yangu niambie. Bana Shamila nimempenda rafiki yako Asma. Nimempenda rafiki yako Amina, niambie. Mimi tena moyo wangu unaridhika, lakini usinidanganye. Niambie ukweli. Bana mimi nina mke. Hata kama ninapokuwepo na wewe kwenye mahusiano najua niko na mwanaume wa mtu.
tahadhari inakuwepo. Unaona? Uongo sipendi. Ukinidanganya na kudanganya. Usiponidanganya sikudanganya. Iko hivyo. Ukijikuta mjanja, mwenyewe pale pale nagongelea msumari. Pale pale hapo nagongelea msumari. Kwa hiyo mwanaume akikupenda, cha kwanza kabisa unamuuliza nini? Mwanaume akinipenda mimi, cha kwanza kumuuliza. Siwezi kumuuliza kwa nini umenipenda. Mwanaume aliyekupenda, vitu anavyofanya vinajionyesha kabisa huyu mtu anafanyaje? Ananipenda. Kuna watu wengine wanapenda, yani anakupenda yuko tu hivi kaganda. Unampenda, unanipenda? Nakupenda. Hakuoneshi kitu chochote kama akakupenda, hajakupenda. Yupo tu kaganda. Sasa maana yake nini? Ameshakwambia nakupenda, neno nakupenda. Unanipenda tu kwa maneno? Mimi siwezi kudate na mwanaume anayenipenda kwa maneno. Unataka nini? Nionyeshe kwa vitendo. Kama vipi? Yaani upendo uko hivi. Unapodate na mwanaume ambaye anakupenda. Mwanaume akipita sokoni kaona kijola, mbona hichi kijola kinamfaa Shamila? Kachukua. Kwa ridhaa yake mwenyewe kutoka kwenye moyo. Anakichukua kile kijola na kuletea. Anajiongeza. Hivi viatu mbona vinamfaa Shamila? Anavileta. Hichi mbona kinamfaa? Huo ndo upendo. Sasa mtu mwingine mpaka umuombe utumie nguvu na kwa haipendezi. Wapo wanaume wa hivyo. Unaona dada wanatembea barabarani ukute muda mwingine ajihudumia mwenyewe mdada. Kweli? Mwanamke mpaka kuombe kitu. Unamwambia bana mtu mpenzi kimapenzi. Niko napita pale kwa Dazu. Nimeona kijola, naomba basi. Shingapi? 15,000 tu. 15,000 mbona nyingi? Basi naomba. Haya kesho. Kesho na kwa kesho kutwa. Kesho kutwa inaza kesho yake nyingine. Hivyo kwa mimi mwanaume hivyo. Bora mara 100 tu niambie kwamba Shami sina hela. Nikipata nitakupa. Hivyo. Wewe kumdanganya mwanaume? Na kudanganya? Kwa nini sidanganya? Nadanganya. Endapo kinidanganya na mimi lazima nikudanganye. Alinidanganya nikamdanganya pia. Ndio danganya nikudanganya. Ndio. Sasa ni mimi unipige tukio nibaki tu mwenyewe hivi? Sio Shamila huyo. Ukimpenda mwanaume, cha kwanza kabisa huwa ni nini ambacho unaona kabisa kwamba hiki kitamfurahisha? Kitakachomfurahisha mwanaume. Mwanaume kwanza anahitaji matunzo. Yaani mwanaume umshike kama mtoto. Mwanaume anataka kwanza mwanaume usafi, umfulie, umnyoshee, umpikie hivyo. Lazima atafurahi. Sasa unakuwepo na mwanamke mchafu. Vyombo vinakaa siku 4 ubarazani. Ungekuwa unaweza jitahidi mwanamke, osha vyombo, mfulie mmeo nguo zitakati. Kuna dada wengine hajui kufua. Wallahi tena. Kuna mwanamke lakini kufua hajui. Na unamwona barabarani kanyoka, kalula, kufua hajui. Wallahi tena. Siku anaita watu na madishi. Nguo anazo za kuvaa ila kufua shida. Unasemaga ni ngumu sana kumpata mtu sahihi wa kukupa amani ya moyo kwenye maisha. Mapenzi yanahitaji amani, mapenzi yanahitaji furaha. Umejipangaje safari ya kumpata mpenzi ambaye atakupa amani kuliko wengine ambao umewaacha? Mungu akiamua atamleta aliyoko sahihi. Siwezi kujipangia kama bana namtaka mtu fulani ndio sahihi. Hapana, Mungu akiamua atamleta aliyoko sahihi kwenye maisha yangu. Ndio. This is Wayvani V, Vanny Boy. Shout out to PTV. Auso bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.